Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Kishamba TV? Karibu kwenye exclusive interview. Niko leo na Moa Twaribu ama unaweza kumuita chairman wa Wakuda. Niko naye hapa kuweza kupiga naye story mbalimbali kuhusiana na mwenendo wa ligi yetu. Tunaelewa kwamba tunaelekea kwenye ukingo wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kabla ya kwenda kwenye ukingo tutashuhudia finali ya CRDB Federation Cup baina ya Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Simba wamekwama wapi? Simba wamefaulu wapi msimu huu? Tutapiga naye story hapa ili kuweza kujua hayo yote. Mimi naitwa Morris, nyuma ya kamera niko na director Moji. Hii ni Kishamba TV. Twende sambamba mwanzo mpaka mwisho. Uko vizuri? Uko vizuri, niambie. Fresh. Bwana, tunaenda ukingoni mwa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara. Timu zimebakiza michezo miwili, nyingine michezo mitatu. Tunaelekea kwenye ukingo wa ligi kuu. Pengine kwa maoni yako wewe, kabla ya ligi kutamatika, nadhani tumetoka mbali sana mpaka tulipofikia hapa sasa hivi. Ligi ya msimu kwa wewe ilikuwa ni ya namna gani? Kwanza ligi imeongezeka ushindani, na nakumbuka niliwahi kukuambia mwanzoni kabisa baada ya mechi za ngao kumalizika. Nilikwambia tunaweza tukawa na ligi ya tofauti sana. Na ndicho ambacho kimetokea. Ligi imekuwa na ushindani katika maeneo mengi, na japokuwa bado kuna klasi zile zile za Simba na Yanga kuonekana kama ndio watu ambao wanaweza akashinda kila mchezo, lakini bado ukiangalia pia naweza kusema bila vilainishi, yani tungeweza kupata matokeo ya tofauti zaidi kwa hizi timu tatu za juu. Aidha Simba, Yanga au Azam, mmoja angekuwa wa 4 au wa 5 katika msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kumekuwa na makosa mengi sana ya kiuendeshaji, hususan kwenye eneo la kiwanja, kwenye waamuzi. Hii ndio imeweza kuwakandamiza baadhi ya watu wengine, lakini kiuhalisia ni ligi ambayo imejipambanua kwa kuwa na wachezaji bora na wa ushindani, lakini pia kuwa na walimu ambao wanaweza ku-execute game kwa game kuhakikisha kwamba anaweza kufanya vizuri. Okay. Yes. Sawa. Kwa namna hiyo ulivyoitafsiri kwa wewe, jinsi ulivyoiona ligi, tunazidi kupanda pale ambapo tumetoka mwaka jana na mwaka juzi, ama kuna mapungufu fulani hivi ambayo tumeshuka nayo msimu huu? Unajua sisi tushawahi kuwa na ligi ya kipuuzi kiasi ambacho timu haiwezi kusafiri kwenda sehemu nyingine, au wachezaji wanakimbia kabla ya ligi kumalizika. Tumeanza kutoka huko, lakini nimekwambia kwenye eneo la kucheza pia vilabu vingi vimekuwa na kiwango bora cha kuridhisha. Yani leo hii hata ukiambiwa Yanga au Simba inacheza na timu ambayo inataka kushuka daraja, kuna kitu ambacho unaenda kukiona cha tofauti. Lakini ukiangalia pia hata vilabu wenyewe wakienda kwenye michuano ya kimataifa bado wanafanya vizuri. Muitikio wa wachezaji wa kigeni kukubali, kwa sababu kumsajili mtu ni jambo moja, lakini kukubali kuishi katika klabu ambayo anaona kabisa hii haijawahi kumaliza hata nafasi ya 3 ya 4, haijawahi kuchukua ubingwa, mfano vile Singida. Hayo yote hizo ni dalili za ligi kukua. Kwa hiyo kuna ubora mkubwa sana umeongezeka. Yes. Historia ya Singida zote zilizopita mpaka tulipofikia hapa Singida Black Stars, ili kusurprise ama imekusurprise mpaka hatua iliyofikia kuanzia mwanzo ilivyoanza msimu mpaka sasa hivi iko ndani ya top 4, imekata tiketi ya mashindano ya CAF msimu ujao? Imekusurprise au imekuja kukusurprise kile walichokifanya kwenye dirisha dogo? Kwa mwenendo wa Singida, kwa maana ya watu ambao walikuwa wanamiliki timu, manake imebadilika sana majina. Sijashangaa swala la kuona wanaenda kwenye finali, kwa sababu walishawahi kucheza finali na Mtibwa ya FA. Lakini pia ni sehemu katika timu ambazo zilikuwa na vikosi bora msimu. Wameathiriwa na mambo mawili makubwa ambayo mimi nayaona. Kwanza, administration. Utawala wao umekuwa ukifanya kazi za kiufundi pia. Hii imewaharibia katika michezo mingi sana ya muhimu. Na kitu kingine, hawakuwa na utulivu katika kuamini tuseme kuamini walimu ambao wanawaajiri. Unaona, ili eneo la pili ambalo pia walikuwa wamekwama, kwa sababu viongozi wanaingilia majukumu, lakini pia walimu ambao wanawaleta pia hawaamini kwenye utaalamu wao. Hata huyu David Ouma ambaye tunamuona mpaka leo, mimi siamini kama angeendelea kuwepo mpaka leo. Lakini kitu kingine ambacho kimewaathiri zaidi ni mfumo wenyewe wa waamuzi wa nchi hii. Unaona, katika mechi nyingi sana kumekuwa na
japokuwa kuna dhana ya kusema kwamba hawa ni watoto wa Yanga, lakini huwezi kuondoa neno kwamba wameteseka katika baadhi ya michezo, na watu wanaweza wakaangalia mechi ya Singida against Simba tu, lakini wameumia katika maeneo mengi. Wameumia mpaka kwenye mechi dhidi ya Yanga, wameumia katika mechi dhidi ya Azam FC. Nakumbuka pia kuna mechi kama sikosei Coastal Union ama JKT, kuna mechi moja wapo walipata shida. Sasa haya matatizo wao yamewaathiri na wengine yamewaathiri, lakini haya matatizo mawili yanayozungumza mwanzo ya kuingilia majukumu ya makocha na nini, haya ndo yanaweza kuwa ndo mama zaidi, kwa sababu sera mbovu za waamuzi zinawatesa watu wote, lakini majukumu mengine ya kiuendeshaji kwenu nyinyi yanakuwa yanabaki kwenu nyinyi peke yenu. Kwa hiyo maana hata waamuzi wangekuwa bora bado tungeona kuna mapungufu, lakini in such wana kikosi bora na chenye kuridhisha. Tukizungumzia wale ambao wanawania title ya ligi kuu kila msimu, hapo hatuwezi kuziacha Simba na Yanga. Msimu Simba ni msimu wake kama sio watatu hadi wanne unaenda, analikosa kombe la FA. Pengine msimu Simba amefeli sehemu gani? Ratiba ya michuano ya kimataifa ndio imemfelisha, ama ni kitu gani ambacho kimemfelisha Simba mpaka anakuja kutolewa na Singida Black Stars? Swala la ratiba kwa maana ya kubanana. Kubanana kwa ratiba kuna athiri, lakini kuna kuathiri sana kama ukiwa na squad ambayo ni dhaifu ama ndogo. Kwa sababu hata Yanga msimu uliopita walikuwa na ratiba ngumu sana, lakini walimaliza kila kitu sawa sawa. Na kama unakumbuka kuna msimu Yanga walicheza fainali ya FA dhidi ya Azam FC. Fiston Maele alikuwa ndo ameondoka. Walipungukiwa zaidi ya wachezaji watatu akiwemo Maele, lakini bado waliweza kushinda mechi yao ya fainali na wakachukua ubingwa. Kwa hiyo changamoto za kubanwa kwa ratiba, kama kikosi chako kinajitosheleza, haiwezi kukuathiri kwa kiasi kikubwa. Lakini kuna ukweli ambao tunauficha kwamba Simba bado hawajawa na machaguo mengi ya kuweza kufeed kile ambacho wanakihitaji katika kila mchezo, kwa sababu kinachofanyika kwenye mpira na kilichokuwa kinalalamikiwa kwamba timu zetu hazina mechi nyingi, this time mechi zimeongezeka. Kuna za FA wakacheza mechi nyingi, club bingwa ama shirikisho pia zinaongezeka zaidi, na ndio kitu ambacho watu wanahitaji kuona kwamba timu zinakuwa na rotation yenye michezo mingi ambayo inaweza kuimarisha wachezaji. Kwa hiyo lazima uwe na kikosi ambacho kipana na kinaweza kufanya kila kitu. Kwa hiyo kwa upande wangu nasema kilichowaathiri Simba si ratiba sana, upana pia wa kikosi na ubora wa wachezaji wenyewe. Japokuwa wamefika katika fainali ya kombe la shirikisho, ukizungumzia kwenye kesi ya ubora ambao walikuwa wamezungumza ama kiwango bora, huu ndio msimu bora zaidi kwa Simba, kwa sababu kufika fainali ya kombe la shirikisho si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Ni vita ambayo inazidi vita ya ligi kuu ya Tanzania bara. Vita ligi kuu ya Tanzania bara, Simba na Yanga 75% wao ni kushinda tu. Yaani ni aghalabu sana kuona kwamba wanakosa matokeo, labda wakutane wao wenyewe kwa wenyewe. Lakini ukicheza club bingwa ukashinda mpaka wanafika fainali, maana yake kwamba uliweza kujidhatiti katika vitu vingi. Lakini hii haimaanishi kwamba wana top quality players ambao wanaweza kuwapa kila kitu. Unaona, bado kuna changamoto katika maeneo mengi tu ya klabu ya Simba, hususan kwenye goalkeeping na maeneo mengine. Haya maeneo yamewaathiri kwa kiasi kikubwa sana, na pia tumeweza kuona kwamba kuna baadhi ya masiku huwa wanashindwa kudeliver kile ambacho kinahitajika, lakini makosa ya waamuzi yanawafeva kufanya wasoge mbele. Kwa hiyo nadhani kwamba ratiba kubanwa si sababu, walikuwa na uwezo wa kufanya kila kitu. Nakumbuka hii shawahi kutokea Yanga kwa bana ratiba kama hivi, na bado waliweza kumachua wakawa wanafanya kila siku kitu tofauti mpaka wanakwenda kufika hatua ya fainali. Lakini kwa maana ya kuwa na msimu bora, Simba amekuwa na msimu bora hata kama kikosa ubingwa wa ligi kuu, na wapongeza kwa hilo. Wamefanya kila kilichokuwa bora. Kwanza wanatengeneza timu, naamini msimu unaokuja watabadilika zaidi. Wana mwalimu mpya, wana wachezaji wengi wapya, na wachezaji wale pamoja na mwalimu mpya wameweza kuvuka vikwazo vingi sana wakafikia hapa ambapo wanaweza kufikia. Wakumaliza tu ligi kuu nafasi ya pili dhidi ya Yanga ambayo imedominate almost misimu mitatu minne, si jambo dogo. Kuwa bingwa ama kuwa makamu bingwa wa shirikisho si jambo dogo kwa kikosi ambacho kimeanza kila kitu. Bwana,
tunaelekea mwisho wa msimu. Pengine tunaweza nikasema kwamba Simba Sports Club bado inahitaji madirisha mawili ama dirisha moja kufikia pale ambapo watani zao wamefika mpaka sasa hivi. Dirisha kwa maana la usajili? Yes. No, hapana. Kwa sababu unajua kusajili, unapaswa kusajili, lakini nani anayesajili na una mwalimu wa aina gani? Kama wataendelea kumvumilia Fadlu, mwakani anaweza kageuka kwa very strong, kwa sababu kwanza ni mwalimu ambaye inaonekana anaamini kwenye kujenga na anaamini kwenye mtu kubadilika, na unaiona project yake ikienda kufaulu. Wewe angalia, Mutale alikuwa anaonekana mchezaji Simba, lakini wakati sisi tunajua kwamba huyu anaweza akaenda kuachwa na mwalimu, kumbe mwalimu yeye kwenye kiwanja cha mazoezi anashughulika kumbadilisha Mutale, kumrudisha kama katika hali ambayo ilimfanya aaminiwe kusajiliwa Simba. Mkwala alkadhalika ilifikia hatua Simba wakasajili mpaka striker mwingine, lakini this time unaona kwamba yeye ndo amekuwa top striker wa club na anacheza na maisha yanaendelea. Kwa hiyo wana mwalimu ambaye anaweza kuconvert players, anaweza kuconvert style ya kucheza, anaweza kuconvert namna ambavyo muundo wa timu unatakiwa iwe kiwanjani. Kwa hiyo sioni kama yetu anahitaji misimu mitatu. Yaani naamini dirisha hili kama atakaa kwa utulivu zaidi, kwa sababu kashajua mazingira, kashajua kila kitu, atarudi atakuwa very strong na inawezekana kwa hatari zaidi kwa Yanga kuliko unavyofikiria, kwa sababu Yanga mpaka sasa ukiangalia taarifa zao unaona kama ni watu ambao bado wanaendelea kutafuta mwalimu mwingine, lakini Simba wanaonekana kama washajipata kuwa na mwalimu, lakini bado hawajawa na viungo vizuri vya kupika ukapata pishi bora. Lakini Yanga ukiangalia unaona kama bado wapo sokoni kutafuta nani anaweza kamiliki kikosi chao. Yaani wanaonekana kuwa hawajatosheka na Melody namna ambavyo anaenda nao. Bwana, dabi mkondo wa pili ama duru la pili haijapigwa. Young Africans wanaachana na mchezaji moja kati ya mchezaji muhimu sana, Stefan Aziz Ki, lakini mashabiki pamoja na viongozi wanaonekana kabisa hawana wasiwasi yoyote juu ya kikosi cha Young Africans kwenda kuivaa Simba Sports Club. Pengine hii inaleta taswira gani ndani ya kikosi cha Yanga? Ni kwamba wamejipata kwa asilimia hizo hadi wanaweza kujiamini kukaa kimya, na endapo kama wakifanikiwa kupeleka timu uwanjani, unaiona ni dabi ya namna gani? Kwanza sitaki kuzungumzia mechi ambayo siamini kama itakuwepo. Tarehe 15 mzee. Kwa mujibu wa bodi ya ligi, lakini Yanga sio wanasema wacheze. Manake hawajiandae na mechi. Sasa siwezi kuzungumza ama kutoa maoni zaidi hapo kama mechi itakuwa ni mechi aina gani, kwa sababu mimi naamini kwamba Yanga hawachezi kwa mujibu wa taarifa ambazo ninazo na ninachokijua. Sababu I'm talking kama Twalib, lakini pia ni moja kati ya wadau wakubwa Young Africans. Najua Yanga wamepanga kitu gani, kwamba hii mechi hawezi kucheza. Sasa ukiniambia mechi itakuwaje alafu mimi najua kitu hakiwezi kuwepo, nitakudanganya. Yaani kwamba hakuna hata mtu mmoja wa Yanga ambaye anakubali kucheza hii mechi. Sababu yao kubwa wanasemaje? Sababu unazijua, unaniuliza mimi ndio nishakuwa TFF tena. Wewe na maana hujui madai ya Yanga. Wewe ni mtu wa ndani wa Yanga. Mimi sio mtu wa ndani. Sio mtu wa ndani. Pata za ndani za Yanga. No. Reason Yanga swali sema kwamba mpaka watu ambao wamefanya madudu wajiuzuru. Au hiyo hujui. Sasa kuna sababu nyingine unaitaka. Ikitokea sasa hao watu ambao wanatakiwa wajiuzuru wamejiuzuru kabla ya tarehe 15, unaiona Young Africans inaenda kufua dafu mbele ya Simba? Mechi ngumu sana kwa Simba. Simba bado hajawa na squad ya kucheza na Yanga. Take my point. Njia aloipita Simba mpaka anafika finali ya kombe la shirikisho, anapaswa kupongezwa Simba kwa sababu katumia njia nyepesi aliyopita mpaka kufika. Lakini still Yanga bado wana quality kwenye kila kitu. Yaani leo hii unapomzungumza Mpanzu mmoja ndani ya Simba, Yanga wanachezaji takriban 4 mpaka 5 ambao wana kaliba na character kama ya Mpanzu, ambao wanaweza kuchallenge hivyo vitu. Kaondoka Aziz Ki, kuna Chama, kuna Maxi, kuna Pakome, mshanalo vizuri. Hao wote wanaweza kufanya vitu tofauti. Kuna Mzize, wanaweza kufanya vitu tofauti kwa kiwango kikubwa sana. Eneo la midfield wamekamilika, eneo la ulinzi wamekamilika. Kwa hiyo dabi hata ipigwe kesho, mimi sidhani kama Yanga wanahofia kucheza na Simba. Ila na uhakika kwamba mechi iliyovunjika ya kwanza ilikuwa ni hofu kati ya Simba dhidi ya Yanga. Tulipofikia hapa sasa hivi, mpira wetu tunaupeleka wapi? Tunatamani mpira uchezwe
lakini wakubwa ambao wanaubeba mpira wetu ndio huo. Sasa maoni yako ni yepi kwenda kwa mamlaka hizi? Shida kubwa sana kwenye mpira wetu, tumeacha tamaduni na siasa ziongoze mpira kuliko mpira wenyewe kuongoza hivi vitu. Unanielewa vizuri? Tumeacha tamaduni na siasa ziongoze mpira. Na hata ukitaka kuliona hilo, wewe angalia leo hii Simba akicheza mechi ya kimataifa utasikia mgeni rasmi sijui Awesu. Sijui Yanga akicheza utasikia mgeni rasmi sijui nani. Yaani bado tunaamini kwamba viongozi wa kisiasa wana nguvu kubwa sana kwenye football. Inapohitajika msaada si tunawafuata wao. Nisikilize, ngoja nikwambie kitu. Mimi ni mwanasiasa, nafanya politics. Tena ni mwana CCM. Ushanielewa vizuri? Kama ulimsikia Waziri Kabudi bungeni, kila alichokizungumza tukilitosha watu yani TFF na bodi ya ligi kuona kwamba sisi tuna mamlaka zaidi ya kufanya vile ambavyo inapaswa. Kwa sababu unaweza ukalifanya jambo kwa kuhofia. Unajua hata hii mechi Simba alivyoivuruga, watu wengi walikuwa wanasema watakuja kucheza tu Yanga kwa sababu inawezekana kama mgeni rasmi rais watagoma. Means kwamba unaharibu kwa kutegemea kuna rais wa nchi. Unaharibu kutegemea kwamba eti kuna waziri. Ushanielewa vizuri? Lakini pia unaharibu kwa kutegemea eti tamaduni za hizi timu. Kwa sababu mfano kilichoharibu mechi ya Simba na Yanga ile iliyopita ya Machi 8 ilikuwa ni kuamini tamaduni za Simba na Yanga kwamba ni timu ambazo haziwezi kupata hukumu kubwa, haziwezi kuathirika hata kama wanafanya vibaya. Yaani kwamba wanapokosea basi itumike busara kwa sababu wao ndo majiant. Lakini mimi naamini kitendo kile kile angekifanya sijui Geita sijui nani. Yaani this time tunazungumzia mtu anacheza championship huko. Unaelewa vizuri? Ndio maana nikakwambia kosa kubwa ambalo mpaka leo linawakosti hao viongozi. Wamejitahidi kwenye udhamini, wamejitahidi kwenye upangaji wa ratiba, hasa hivi ratiba imekosa kukurupuka. Wamejitahidi katika promotion, lakini bado wanashindwa kutoka kwenye kujitoa kwenye ule mtindo wa tamaduni na siasa ziongoze mpira. Na sio mpira kujiongoza wenyewe kulingana na kanuni na matakwa yake. Unanielewa vizuri hapo? Tamaduni, sio tamaduni za siasa, tamaduni na siasa. Vitu viwili tofauti. Yanga na Simba wana utamaduni wao. Kwa sababu watu walivyoanza kucheza ligi katika nchi hii, walianza wao tu timu mbili. Na ilikuwa kwa mwaka, yani dabi ilikuwa inaweza ikapangwa hata kwa watu kuweka hela. Mimi naweka milioni, weka milioni, mwaka huu nani atamfunga mwenzie. Umenielewa vizuri? Sasa ule ni utamaduni wa kuona kwamba hii ni Yanga na hii ni Simba, ni timu ambazo zimeshika watu wengi, timu zenye mvuto mkubwa, umenielewa? Sasa kanuni na sheria zinawabana hawa katika maeneo machache. Kuna baadhi ya maeneo hawa wakideka wanaonekana lulu. Kwa sababu mimi nikwambie ukweli, hata mechi ile iliyopita ya Machi 8, kama Simba angesema anacheza, Yanga angesema sichezi, mechi ingeahirishwa. Na ndio maana mimi mwenzako simlaumu Simba eti kusema eti kakimbia mechi. Simba alichokifanya ni katumia udhaifu tu wa uendeshaji wa mpira wa nchi hii. Fanye nini sasa turudi kwenye formula ambayo kila ligi huko ambako kwenye mstari. Na ndio maana Yanga wanataka viongozi wale watoke. Nani asimame kwenye mstari sasa? Wanaongoza mpira. Kama wewe familia yako kiteteleka unataka wasimame kwenye mstari ni nani? Sasa wanaongoza mpira, na ndio maana Yanga wanahitaji wale wakae pembeni. Kuhitaji kwao kukaa pembeni maana yake wanahitaji kupata na good string of leadership ambayo inaweza kuwa na chain nzuri ya kuongoza wao kuwafikisha wanapotaka. Kipi ambacho kinaenda kusaidia kuondoka waliokuwepo madarakani sasa hivi ambao wanaongoza mpira, ama ubadilishaji wa system nzima? Watu waelewe, ukiwajibika unamfanya anayekuja akaamka zaidi kuona kumbe kuna hili. Unanielewa vizuri? Ukiwajibika. Wewe leo hii umekosea hapo Kishamba Media. Unaposema bana mimi nimeamua kuresign kukaa pembeni, maana yake anayekuja ataanza kujifunza kupitia pale ulipokosea na ulipopatia kwa ufasaha ili kufanya kitu kizuri zaidi. Ushanielewa vizuri? Kwa sababu kosa la Simba kuzuiliwa pale kiwanjani, kwanza taarifa ambayo TFF alikuwa anasema, nani bodi ya ligi wakasema watatolea maamuzi ya uchunguzi. Yaani taarifa za uchunguzi. Majibu yake yatakuwaje? Halijafanyika. Lakini kitu kingine ambacho na kidauti, kulikuwa na taarifa 3. Unaelewa?
Taarifa ya kwanza ilikuwa ya Simba ya kulalamika wamezuiwa. It's okay. Ilipaswa atoshe kuona kwamba wamefanywa kitendo cha kinyama. Lakini kanuni zinasema kwamba mchezo ungechezwa, ile jambo lingeenda kuwekwa kwenye meza kama malalamiko, baadaye mambo mengine yangeendelea. Lakini wameandika barua ya kulalamika, wakaandika na barua ya kuhukumu kabisa kwamba hatuji kwenye mechi. Umeelewa vizuri? Haya, siku ya pili yake zikatoka tena taarifa nyingine 3. Kwanza kauli ya Mguto kasema mechi ipo. Lakini pia bodi ya ligi wakaandika mechi ipo. Saa 8 wakaahirisha mechi. Ina maana wameahirisha mechi wakati Yanga washajiandaa na mechi. Kwa hiyo niambie, for which terms mnaweza mkakaa within hours? Tena soma saa 12, masaa 6 tu mnatoa maamuzi 3 tofauti. Mechi hamna. Wanaona vizuri? Waongozaji. Tatizo lipo kwa waongozaji. Mimi siwalaumu Simba. Simba walichokifanya. Unajua hata mimi baba yangu namfahamu. Baba yangu mzazi. Bahati nzuri yuko hai mpaka leo. Baba yangu mimi nilikuwa nikiamka asubuhi, nikienda kuswali, nikiswali mchana, unaelewa, nikaenda chuoni, nikaenda shule, nikaja na matokeo mazuri. Mimi nilikuwa napenda kucheza mpira. Nikamwambia baba nataka kiatu, anaenda ananunua mwenyewe kiatu kwa namba yangu. Lakini nikiwa siendi shule, sifanyi chochote, nafasi ya kwenda kiwanjani sina. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya mimi nahakikisha kila anachokitaka. Nishajua udhaifu wa mzee. Mzee anataka nisome, nataka nifanye ibada. Nikifanya hivi na maana akinikuta kiwanjani haji kunichomoa. Nikikata tu wiki sijafanya hivyo vitu kwa ufasaha, akinikuta kiwanjani akuja kunikamata pale na bakola. Kwa hiyo sasa hapo umemjua baba yako ubora wake. Unaishi na hivyo. Na Simba wamejua ubora na udhaifu wa baba yao wa mpira. Wamejua kabisa sisi hapa Kigoma tufanye kitu. Unaona vizuri? Unajua mimi nikwambie kitu hapa, kulikuwa na rais anaitwa Tenga. Kama angekuwepo mpaka leo ili jambo hili tungekuja kuona mambo mengine hapa. Yanga wanamjua vizuri na aliwahi kuichezea timu yao. Sio mzee wako na kona. Wakati Yanga anagoma kucheza fainali ya kombe la Kagame, watu walijua kwamba watu wanaweza kukaa mezani, jambo likaja kuwa tofauti. Simba akapewa ushindi pale na shughuli imeisha na Yanga akafungiwa. Rais wa Sekafa Tenga, rais wa TFF alikuwa Tenga. Na naamini hili lingetokea lingekuwa hivyo. Huji anapewa mtu pointi zake, maisha yanaendelea. Na ndio mtu aliyotengeneza structure ya mpira nchi. Na hata siku anaondoka alisema kwamba nimemaliza kutengeneza structure, anayekuja sasa aje kujenga mpira. Sasa wanaojenga mpira ndio wamekuja kujenga mpira huko, anasahau structure. Kwa sababu shortly ukimzungumza Karia kwa haraka unasema mpira unachezwa. Tunafuzu AFCON tunavyotaka kama tunaoga, kwa wanaume na wanawake, kwa vijana, kwa watoto. Unaelewa vizuri? Lakini mbali ya kufuzu AFCON tunaona pia tuna ligi ambayo tumecheza fainali 2 za kombe la shirikisho. Means mwakani naweza kuja kumuona mtu hapa anacheza fainali ya klabu bingwa. Unaona? Bado kuna ligi nyingi zimeanzishwa. Federation mashindano yamekuwa makubwa zaidi. Ligi ya wanawake imeboreshwa. Mpira unachezwa. Lakini structure imesahaulika. Kwenye structure ndio tunakuja kukuta bwana utii wa kanuni. Nani afanye vipi kwa nafasi yake? Unaona? Kwa sababu watu wanasema kuna watu nimewasikia wao bodi ya ligi jitegemea. Hata ikijitegemea itakuwa inajitegemea, lakini inaongozwa na watu waoga. Kumbe hili jambo natakiwa usiwe muoga bwana. Upate watu walio kufuata taratibu, manake wewe sio muoga. Ukiamini kwenye taratibu utapata shida, lakini utaenda vizuri. Ndio kulilia ugali, si ndio? Ukifuata taratibu ndio ugali unaula vizuri. Kama ndio unabishana na unakosana na ugali. Shida ukiangalia kupata zaidi bila kujua njia zako, angoko lake likija linakuwa kubwa zaidi. Upate zaidi huku njia zako unazijua. Nadhani nimeeleweka. Okay. Bwana mimi fresh nikushukuru sana. Asante. Bwana nilikuwa na Mua Twaribu hapa, mchambuzi wa masuala ya kabumbu nchini Tanzania. Tumeweza kuzungumza mambo mengi sana kuelekea dabi ya Kariakoo siku ya tarehe 15. Yeye anaamini kwamba dabi haipo kabisa, na tunaona tiza ambazo viongozi wa Yanga akiwemo afisa habari akitizi kuposti viwanja mbalimbali ukiwemo uwanja wa Mahoro pale nchini Rwanda, akisema kwamba wananchi mko tayari, na huku ripoti zikidai kwamba tarehe 15 na mchezo wa kirafiki dhidi
ya timu kutoka pale nchini Rwanda. Kwa hiyo sisi ni nani, tutasubiria kuona kile ambacho kitakachojiri siku ya tarehe 15, ila Moa Twaribu anakuambia dabi haichezwi. Lakini pia anakuambia watu ambao wanaongoza ligi, lakini pia wanasimamia soka letu wawe kwenye njia ambayo iliyonyooka ili kulisaidia soka letu mpira uchezo bwana. Mimi naitwa Morris, nyuma kamera niko na director Moji na hii ni Kishamba TV.